understand, lakini niwashukuru kwa kuja na kwa kukamilisha kikao chetu cha kamati ya lishe. Kwa mkataba wa lishe afua zote kwa maana vile vigezo vya upimaji tumekuwa tukivizingatia na tuna score vizuri kadiri ya mfumo ule wa upimaji. Swali linakuja baada ya kuwa tumescore hivyo, maana yake tumezingatia zile afua. Je, tunaona impact yoyote ufanisi wowote sasa katika uhalisia wa maisha ya watu wetu? Ni swali la kutufikirisha, si ndio? Kwa hiyo kwa mfano tunatoa vyakula shuleni, labda nichukue sekta ya elimu na sekta ya afya kwa haraka. Tunatoa vyakula shuleni. Je, tukipima kutokana na kutoa chakula shuleni, utoro ukoje? Unaongezeka, unapungua? Maana yake ilikuwa ina moja ya sababu ya utoro ilikuwa nini? Kutopata chakula watoto wetu shuleni. Tunakubaliana kwenye mkakati wa elimu tukasema tuanzishe chakula shuleni na mfuko wa chakula mashuleni. Na leo tuna green hapa score. Utoro kule ukoje? La kwanza. Ufaulu ukoje? Jambo la pili, ufaulu ukoje? Sisi tumeelewana ufaulu ukoje na kadhalika. Lakini kwenye upande wa afya, tumefikia vigezo vyote, tunatoa FEFO, tunafanya nini, sivyo? Tunatoa elimu and all that. Kiwango cha watoto wanaozaliwa na vichwa vikubwa na utapiamlo mkali na mgongo wazi na ukondefu ikoje? Inatupa uwiano wa takwimu na hiyo score na uhalisia ni taarifa ya vizazi na vifo. Hii tunaikompea wapi sisi kama kamati ya lishe? Ninaeleweka vizuri? Lakini tukitoa madini ya chuma yale kwa mama wajawazito, maana yake respect damu zitapungua wakati wa kujifungua and likely vifo vya mama na watoto vitapungua pia. Maternal mortality rate ikoje? Infant mortality rate ikoje kwa sasa? Where are we getting these two to compare? Mnaanza kunielewa sasa? Kwa hiyo rai yangu na mkoani pia nilisema mimi ningetamani tujiongezee vigezo vingine vya kuvifuatilia na kuvijadili kwenye kikao chetu. Kwa hiyo cha kwanza nitaomba kwenye vikao vinavyokuja tuwe na item, na semo ni samehe tu, inawezekana tuna vikao vya kimsingi vya kisheria vya kujadili hayo. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo basi tutachukua ripoti ya kule tutaishia na huku, ili tujipime kama watendaji kwenye ngazi ya kata na wadau wa masuala ya lishe, tuone mchango wetu katika hizo afua zingine za nini, za ustawi wa jamii kwenye wilaya yetu. Kwa hiyo nitapenda tupate taarifa hizo ambazo nimezisema kwenye kikao chetu. Kwa hiyo sehemu utampanga utakayopanga, kama hasio mjumbe wetu basi atakuwa ni mwalikwa aje atuambie hapa kwa kifupi. Moja, mwenendo wa hali ya afya ya wilaya kwa ujumla wake ikoje? Sasa ndani yake ndio tutakuwa vipengele hivyo sasa hivi. Kwa mfano mimi nitakuwa na hamu ya kujua tu chanjo. Imefanyika chanjo ngapi during the quarter? Kalenda ya chanjo ya kisera. Kama tuna kalenda ya chanjo ya wizara inayosema kipindi fulani natakiwa tule chanjo ya watoto wa chini ya miaka fulani, si ndivyo? Kwenye kota hiyo kulikuwa na zoezi hilo, limefanyika kwa ufanisi, tulikuwa na changamoto gani ya kujifunza kwa ajili ya kuifanyia kazi? Kama tunalishe mashuleni zikafanyika chanjo, mategemeo yangu watoto wetu wana afya nzuri, hawatapata kadhia nyingi zinazotokana na nini? Na chanjo. Zikiwa ziko nyingi maana tuna changamoto katika ufanisi wa nini? Wa lishe. Kwa hivyo tuongeze elimu na maoni mengine tutapeana pale.